Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Ukiwa Kinshasa, Brazzaville na Bangui ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Edith Peter. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa Kiswahili ya Afrika. Karibu. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika hapo Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu, eneo zima la pwani. Hapo Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM Radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Wasikilizaji wetu wa Uganda sasa tupo kwenye Jogoo FM 93.8 inayopatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayuge, Malaba na mpakani Busia. Pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Ni Mei 11 na macho yote yako mjini Nairobi ambapo Afrika imekutana na kongamano maalumu la nchi ya Ufaransa. Uamuzi huu alifanya kwa kujua kwamba anaenda nje ya utaratibu waliokuwa wameuzoea kwenda Paris, lakini anataka kuonyesha kwamba hata Afrika tunaweza kukutana tukafanya maazimio mazuri ambayo yanaleta mafanikio. Pia tutaungana na kikosi chetu kutoka spoti, lakini kwanza tupate taarifa za habari na Ibrahimu Hassan. Nairobi, Kenya. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron pamoja na zaidi ya viongozi 30 wa Afrika wamefungua mkutano nchini Kenya siku ya Jumatatu wenye lengo la kuimarisha na kupanua ushirikiano wa Paris barani Afrika pamoja na kufanikisha mikataba mipya ya uwekezaji. Mkutano huo unaojulikana kama African Forward Summit ni wa kwanza kuandaliwa na Ufaransa katika taifa linalotumia Kiingereza tangu ilipoanza kufanya mikutano hiyo miaka ya 1970. Pia unakuja baada ya Ufaransa kukumbwa na changamoto katika baadhi ya makoloni yake ya zamani ya Afrika Magharibi yaliyopunguza ushawishi wa taifa hilo. Mkutano huo ulifunguliwa kwa kikao cha viongozi wa biashara kilichohudhuriwa na Macron pamoja na Rais wa Kenya William Ruto katika chuo kikuu cha Nairobi. Mkutano huo pia ulihudhuriwa na viongozi wa makampuni makubwa ya Ufaransa kama Total Energies na Orange pamoja na tajiri mkubwa wa Afrika, mfanyabiashara kutoka Nigeria Aliko Dangote. Katika ziara yake ya kiserikali Jumapili, Macron alitangaza kuwa kampuni ya usafirishaji ya Ufaransa CMA na CGM inapanga kuwekeza dola milioni 823 kwa ajili ya kuboresha kituo cha bandari ya Mombasa nchini Kenya. Cape Town, Afrika Kusini. Kiongozi mashuhuri wa upinzani nchini Afrika Kusini Julius Malema amemtaka Rais Cyril Ramaphosa kujiuzulu baada ya mahakama ya katiba kuamua kuwa bunge lilikiuka katiba kwa kuzuia juhudi za kumwondoa madarakani mwaka 2022. Uamuzi huo unafuatia kesi iliyowasilishwa na chama cha Economic Freedom Fighters EFF kinachoongozwa na Malema pamoja na wengine, na unaweza kusababishwa kuanzishwa upya kwa mkutano wa kumwondoa rais madarakani. Ofisi ya Ramaphosa imesema rais anaheshimu uamuzi huo. Mnamo mwaka 2022, jopo huru lilisema kuwa Ramaphosa anaweza kuwa na mashtaka ya kujibu baada ya wezi kuiba dola 580,000 zilizokuwa zimefichwa ndani ya sofa katika nyumba yake huko kijijini. Wizi huo ulisababisha madai kwamba hakueleza fedha hizo zilitoka wapi. Aidha, rais alikanusha kufanya kosa lolote. Juhudi za kumwondoa madarakani zilikwama miaka 4 iliyopita baada ya kura ya bunge. Afrika Kusini ina sheria pia kali inayohusu utunzaji wa fedha za kigeni zinazotaka fedha hizo kuwekwa benki au kwa wakala aliyeidhinishwa ndani ya siku 30. Wakati huo, Ramaphosa alisema fedha hizo zilitokana na mauzo ya nyati. Casablanca, Morocco. Jeshi la Marekani limetangaza kupatikana kwa mwili wa mmoja kati ya wanajeshi wawili wa Marekani waliopotea wiki iliyopita wakati wa mazoezi ya kijeshi nchini Morocco. Jeshi hilo limemtambua mwanajeshi huyo kuwa ni luteni wa kwanza mwenye umri wa miaka 27 Kendrick Lamont Key, ambaye ni kiongozi wa kikosi na afisa wa ulinzi wa anga kutoka Richmond, Virginia. Kikosi cha uokoaji cha jeshi la Morocco kilipata mwili wa Key majini karibu na ufukwe takriban maili 1 kutoka kwenye miamba ambako wanajeshi hao walipotelea tarehe 2 mwezi Mei mwaka huu. Ituri, DRC. Shambulio lililofanywa na waasi wenye silaha limeua watu wasiopungua 69
katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni kwa mujibu wa maafisa wa usalama nchini humo. Kwa zaidi ya miaka 30 mashariki mwa DRC yenye utajiri wa madini imekuwa uwanja wa mapigano kati ya makundi mbalimbali yenye silaha yanayowania udhibiti wa migodi mingi ya madini. Makabila mawili ya Hema na Lendu yamekuwa katika mzozo wa muda mrefu wa vurugu katika jimbo la Ituri lenye utajiri wa dhahabu linalopakana na Uganda na Sudani ya Kusini. Wanaume wenye silaha wanaohusishwa na muungano wa wanamgambo wa Cooperative for the Development of the Congo, CODECO, unadai kulinda jamii ya Walendu walifanya mashambulizi katika vijiji kadhaa Aprili 28. Hii ni kwa mujibu wa vyanzo vya ndani na vya usalama vilivyozungumza na shirika la habari la AFP. Mashambulizi hayo yalifuatia shambulio lingine lililofanywa na kundi la Convention for the Popular Revolution CRP ambalo linasema linapigania jamii ya Wahema dhidi ya nafasi za jeshi la Kongo FARDC karibu na eneo la Pimbo. Tuanzie mjini Nairobi, Kenya, ambapo bara la Afrika linakutana kwa kongamano la siku 2 kwa mkutano maalumu kati ya Afrika na Ufaransa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na mwenyeji wake William Ruto ndio walioandaa kongamano hili linalojadili jinsi Afrika na Ufaransa zinaweza kuweka uhusiano dhabiti wa biashara, usalama, mazingira na diplomasia. Aidha, ndio mara ya kwanza Ufaransa imeandaa kongamano nje ya Paris kwa taifa ambalo lugha rasmi ni Kiingereza, kinyume na awali ambapo dola hiyo ilipoandaa mikutano kwa mataifa yenye lugha ya Kifaransa. Kufahamu zaidi umuhimu wa kongamano la Afrika na Ufaransa, mwenzangu Anne Ngugi amezungumza na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mtaalamu wa masuala ya diplomasia Afrika. Kongamano hili linajaribu kuwahamasisha vijana wa bara la Afrika kuweza kushika hatamu katika kuhakikisha kwamba wametumia talanta zao za elimu ya juu pamoja na uzoefu wao wa miundombinu na mambo mengine wanayoyajua ya sayansi kuweza kuendeleza hili bara letu na kuweka afueni kwa Afrika. Kuna watu wa kutosha na tunaweza kufanya maendeleo kama yale ya nchi nyingine zilizoendelea. Kwa hivyo tumefurahi kwamba uhamasisho huu umeweza kuchangiwa na serikali ya Ufaransa pamoja na serikali ya Kenya, lakini zaidi pia serikali nyingine za Afrika zinahusika katika kongamano hili. Naam, Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa ameamua kongamano mwaka huu kufanyika Afrika na sio Paris kama miaka ya awali. Labda anatuma ujumbe gani hapa? Yeye binafsi wakati ametoa hotuba yake tulipokuwa tunaanza mazungumzo na majadiliano, amesema kwamba yeye anatamani sana kuendelea kushirikishwa na maendeleo ya bara la Afrika kwa sababu ana imani na uwezo wa Afrika. Ana imani na nchi za Afrika na kwamba katika hii nchi raia wake ni vijana na hawa raia wanahitaji kuhamasishwa na kupewa uwezo, kuwezeshwa kuweza kutekeleza majukumu yao kama raia bora katika mambo ya taaluma za kila aina, sayansi na biashara na mambo mengine. Kwa hivyo uamuzi huu alifanya kwa kujua kwamba anaenda nje ya utaratibu waliokuwa wameuzoea kwenda Paris, lakini anataka kuonyesha kwamba hata Afrika tunaweza kukutana tukafanya maazimio mazuri ambayo yanaleta mafanikio. Nini kimechochea kwa kongamano kufanyika nchi inayotumia Kiingereza, yani tunasema Anglophone na sio Ufaransa Francophone? Mimi nafikiria labda pia ni ukubwa wake na rais wa Kenya, kwa sababu nimeona katika namna walivyokuwa wanazungumza ni kama wana urafiki. Lakini zaidi kumbuka kwamba chuo kikuu cha Nairobi tayari kimeshapata ufadhili wa kujenga complex ya engineering, na mojawapo ya mambo ambayo ameshuhudia leo ni kuona namna ambavyo ujenzi wa hiyo complex umeanza kutekelezwa na chuo kikuu cha Nairobi. Kwa hivyo nafikiri ameona ni vizuri kwamba kuwe na mahala ambapo anaweza kuanzia mahusiano yake. Kuna wale wanahoji kwamba uhusiano wake na nchi za kule Sahel, halikadhalika uhusiano wake na nchi nyingi ambazo zinazungumza Kifaransa zinasuasua, na labda akaona pengine sasa aweke jicho nje na kuamua sasa kuingiliana na nchi zinazozungumza Kiingereza. Sijui wewe umefuatilia mdahalo huo na unausemeaje? Anaweza kuwa na mashiko kidogo, lakini si mashiko makubwa, kwa sababu watu ambao wanahusika na ambao saa hizi wako kwenye kongamano hii wanatoka bara zima la Afrika. Kuna wale ambao ni wa nchi zinazotumia lugha ya Kifaransa na wale ambao
ni wa nchi zinazotumia lugha ya Kiingereza. Nafikiri huyu rais wa Ufaransa anaamua tu kuona Afrika kama bara moja badala ya kuliona kwamba kuna Afrika ya Ufaransa na Afrika ya Uingereza. Kwa hivyo nafikiri ni kule kubomoa mipaka iliyowekwa tangu zamani, ile ya kutenganisha Waafrika wenyewe kwa kuambia kwamba nyinyi mnafikiana na Wafaransa, kwa hivyo nyinyi hamtakikani kuafikiana na wale ambao walikuwa makoloni wa Uingereza. Tuzungumze kuhusu swala la Ufaransa ina ushawishi kwa Afrika ikilinganishwa na dola nyingine kama China, Marekani, Urusi, Uturuki na miliki za Kiarabu. Kwa mtazamo wako? Sidhani inawezekana ikawa hivyo, kwa sababu kila nchi hizi ulizotaja na mabara mengine pamoja na Marekani wenyewe na Uingereza bado wanatamaa sana ya kupata angalau wamege kidogo kutoka katika rasilimali za Afrika. Kwa hivyo haya ni mapambano tu. Tunahitaji tu kuelewa kwamba kama Macron alivyosema leo ni kwamba yeye anafikiri kwamba kuna umuhimu wa kuangalia Afrika kama bara moja badala ya kuliangalia kwa vitengo kwamba hawa wanaambatana na Wachina, hao wanaambatana na watu wengine, hao wanaambatana na watu wengine, kwa sababu lengo kubwa ni kuleta maendeleo na mafanikio katika halaiki pamoja na raia wa nchi zote hizi za Afrika. Kwa mama ambaye atakuwa akisikiliza mdahalo huu akiwa kule Songea, Tanzania, na mama akiwa pale Siaya, Kisumu, na pengine mama akiwa kule DRC, ambao hawana uelewa wa ndani lakini wanaelewa kwamba marais wamekongamana wengi Nairobi, ni kitu gani cha maana kwa watu wa kawaida? Wanazungumzia juu ya taaluma na mafanikio ya sayansi na teknolojia, na nafikiri hata uwe mama mboga kutoka Songea au kule Kisumu, Siaya au wapi, hatimaye huwa unaathiriwa na kuathirika na mambo ya maendeleo ya sayansi na kitaaluma. Kwa hivyo teknolojia imekuwa ni kwamba inaondoa mipaka ya lugha, mipaka ya umri, na ni lazima tukubali kwamba tukizingatia umoja wetu na kuboresha na mbinu yote hii itakuwa inasaidia kila mtu, hata ile mama mboga kokote kule aliko. Ni Profesa Chacha Nyeguti Chacha, mtaalamu wa masuala ya diplomasia Afrika, akizungumza na mwenzangu Anne Ngugi. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia jiunge, yani usubscribe na YouTube idhaa Kiswahili ya Afrika, na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Edith Peter. Ukiwa Afrika Kusini unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM Radio pale Johannesburg kila siku. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye redio ya Jamii Kivu, inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi, pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Rubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Namwona Gabriel Ingubu na kikosi chake cha spoti yupo unyo kutoka viwanjani na kapulao la michezo. Karibuni. Tunakujua mkeka kule Dar es Salaam, ambako mjadala mkubwa umezuka baada ya mchezaji wa klabu ya Simba raia wa Zambia Clatous Chama kufunga bao la msimu kwenye ligi ya Tanzania bara na kuvutia taasisi za serikali kuanzisha mchakato wa kumpa uraia wa Tanzania ili kuongeza tija kwa timu ya Taifa Stars. Mwanamichezo wetu George Jogopa amefuatilia kila tukio na kila neno pale mjini Dar es Salaam. Asante Gabriel Inkuba. Mashabiki wa Simba na Yanga wamekuwa katika mbishano mkubwa kutokana na matukio waliyopata mwishoni mwa wiki, timu zao zikiondoka na ushindi mnono. Bado Simba iko nyuma kwa tofauti ya pointi 5, Yanga anaongoza ligi. Lakini Simba anasema mwaka huu lazima umpoke Yanga ubingwa. Hawa ni mashabiki tu Simba na Yanga. Ukiangalia Yanga ni timu ambayo
hakuna mtu anaweza kuteleza. Wewe acha ujinga, mnaongaonga marefa, mnaonga nitaka Bombay. Hakuna. Umeona Okello alichofanya? Umeona Chama, goli la Chama ni dunia nzima. Hapana, leo goli ni offside. Wewe offside na wazimu ni hivyo lazima. Wewe kichogo kama lile. Wewe kichogo. Goli la nani? La Chama ni offside. Yaani kwa takwimu sahihi Chama ameotea. Kwenye nafasi aliyokupo yeye ameotea. Amepiga tiktaka lakini ameotea. Eti kaotea, anasema kaotea. Angepiga filimbi yeye kama tunaotea. Angepiga filimbi yeye. Wewe refa kaika goli. Kwa nini wewe nani? Wewe nani? Acha na Bombay. Lakini kuna mmekuwa na tuhuma kwamba marefari wa Bongo wanapata wasiwasi sana katika uamuzi wa timu hizi Simba na Yanga. Ndio maana katika kombe la Muungano na kombe lingine refa alitoka nje, pengine kuna hoja hapa. Naam, sahihi kabisa. Haijalishi kwa sababu yule referee alibidi, kwa sababu ni offside, alibidi aseme kwamba hii ni offside, na yule ni referee kutoka nani, either ni family ya Kiarabu, lakini alipaswa kusema kwamba hii ni offside. Sasa ngoja nikuulize swali moja. Hivyo umesoma darasa ngapi? Mbona unakupa kitu chako kibovu? Au ulipanda juu ya miti umekimbia shule? Wazazi wakwambia usome, unakimbia unapanda juu ya miti. Hapana. Wewe hata akili una ile goli unaliona? Hapana. Wewe acha mambo yako wewe. Yaani lile goli ni sahihi kabisa, ni offside. Kumbe sahihi. Umekubali wewe sahihi. Hapo unasema offside. Depu pia katika dakika 90 na kitu amenyimwa penalty. Kwanza kumbuke mechi ya mwisho ni clear penalty. Mechi ya mwisho sina je. Ilipigwa goli, kapiga mwalimu, hajakuwa offside, kapiga kikipenye. Hapana. Ukumbuke mechi ya mwisho. Hapana. Yaani tunazungumzia, lakini sasa mashabiki wa Simba na Yanga mna bishara tu. Hatima ya timu hizi mbili Simba na Yanga, nani atakuwa bingwa mwaka huu? Kwa kweli kabisa Yanga ndio atakuwa bingwa. Kwa nini? Kwa logic gani? Yanga kwa sababu nyewe mnabebwa, mna game na Azam hujamaliza, mnabebwa na game na TRA ya mjamaliza, au wote wamba mnapoteza pointi zote mnapoteza. Yaani Yanga katika timu inabebwa ni Simba. Wewe una azimu. Simba inabebwa sana. Wewe hivi kwani ya akili unazo wewe? Kitoto kizuma. Sahihi kabisa. Yaani katika timu ambayo inabebwa ni Simba. Kwa sababu Zanzibar ilikuwa ni sahihi. Ni sahihi. Lakini ukija kwenye ligi wewe una kombe lolote zaidi. Jamani, kwa kweli ngao siachukua Azam au wacho nani mwaka huu? Shabiki wa Simba na Yanga. Yaani haiwezekani mtu mkafunga 2 au mkarudishiwa 2. Hamna, hilo ni uchawi tu. Hicho uchawi ni kitabu. Naam, mwenendo wa ligi nafikiri unakwenda vizuri na huko katika mazingira mazuri, ligi inakwenda vizuri, japo naona Azam ameondoka katika mpambano kwa sababu kuna mpambano kati ya top 4 timu 4 hizi hapa ambazo kwamba kutokana na mwenendo wa kafu wamesema zitaongezwa timu zitakuwa 4. Kwa hiyo kila mmoja anataka ashiriki katika mashindano haya ya shirikisho au klabu bingwa. Sasa kuna timu 4 ambazo zinagombania katika hiyo eneo ambao ndio mpambano mkubwa wa ligi hii uko pale. Ni kati ya TRA, Big Star, Singida, Pamba Jiji na JKT. Hawa ndio wanagombania. Na wote wana pointi 30 kasoro Pamba na 29 nafikiria. Umezungumzia kuhusu 4 bora. Tulizungumzia kuhusu ligi kuu Tanzania bara. Nani anaweza kuchukua bingwa mwaka huu? Bingwa nafikiri ni yule. Halina shahiri. Ni Yanga bingwa ataendelea kuchukua ligi kwa sababu mpaka sasa hivi tofauti ya yeye na Simba ni pointi 5. Kwamba Yanga amemzidi Simba pointi 5 na michezo iko sawa. Ina maana Yanga
Kwa timu zilizobaki naona ni mchekecho tu, kwamba watakuwa wakija katika uwanja wa KMC hapa ni kipigo kisichokuwa yani kipigo cha mbwa mwitu. Japo Simba jana wameendelea kushinda kwa magoli 4, kwamba wakiendelea kumfukuzia Yanga. Hawa ndio watu nimeona sasa watabaki katika kufukuzana, lakini bingwa wa mwaka huu nafikiri na natarajia atakuwa Dar es Salaam Young Africans. Wenye kikosi kizuri, kikosi kipana, wachezaji wazuri. Kuna kibwana anaitwa Okero pale, amekuwa ni wa moto kijana. Nafikiri Yanga katika scout yao hawakuweza kukosea. Vile vile hata Simba kurudi kwa Chama amekuwa ni kichocheo kikubwa katika upande wa Simba kuweza kupata magoli, na jana amewasaidia uwezo wa kupata magoli. Kwa hiyo mimi natarajia, lakini kuwa bingwa atakuwa ni Yanga yule kwa sababu ya pointi ambazo walizo na michezo ambao wanalingana. Na tarajia kama Yanga anaweza kupata matokeo katika mechi zilizobaki. Simba na TRA ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu, na Yanga sioni kama kuna timu ya kusumbua. Yanga ni bingwa 2026 2027. Mashabiki wa kandanda Simba na Yanga wakibishana mitaani kutoka na matukio yaliyopatikana mwishoni mwa wiki. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa, asante. Tukitoka Dar es Salaam tunavuka moja kwa moja hadi Bujumbura ambako ligi kuu ya taifa la Burundi imekamilika na mshindi kutawazwa. Green Mazee bila shaka watashushwa ngazi baada ya kusajili alama 7 baada ya kucheza mechi 30 na kushinda mechi moja tu katika msimu huu. Garage Express vile wamesajili alama 18 kutokana na mechi 30 ambako walishinda mechi 3 kwenda sare mechi 9 na kushindwa mechi 18. Gilbert Ruyange ni mwandishi wetu kutoka Burundi. Baada ya kamilisha mechi zote 30 za ligi kuu ya Burundi, sasa ni rasmi Aigle Noir ndio mbingwa wa kombe hilo. Mwishoni mwa wiki vinara hao walifunga kazi kwa kumwadhibu Garage Express bao 1-0 na kuweka alama 71 kibindoni kwa jumla. Timu hiyo yenye makao yake makuu ugani Peace Park Stadium Makamba ilianzishwa mnamo mwaka wa 2009 na hadi sasa imeshinda mataji 6 yakiwemo kombe la ligi kuu mara 3. Msimu huu Aigle Noir wamekamilisha mechi 30 za ligi na kupoteza mechi moja tu, jambo linalowafanya wadadisi wa soka kama Alexis Ngirangabo kuwa na matumaini makubwa. Naam, unajua Aigle Noir ni timu mtu anaweza sema kwamba hivi sasa ni timu katika timu vigogo hapa Burundi, si ndio? Halafu pia ni timu ambayo iko mwa timu chache ambazo zina uwezo kipesa hapa nyumbani. Na unajua kuweza kufaulu katika soka na kuwa na uwezo ni kitu muhimu sana. Imechukua kombe hilo, kwanza ina uwezo wa kuweza kutafuta wachezaji ambao inaona kwamba ni wa muhimu kwake. Halafu pia ina zile timu za vijana ambazo zinafanya Aigle Noir iweze kuchukua wachezaji ambao inaona sana ni mahiri na wanaweza kufanya kazi kubwa katika timu hiyo. Halafu kingine ina kocha mzuri, kocha ambaye amefanya muda mrefu akifanya kazi kwa timu ya taifa. Halafu kocha mwenyewe awali aliwekwa mchezaji kigogo katika wachezaji wazuri ambao waliwahi kufanya vitu vizuri kutokana na gisi waliwahi kufaulu wakaingia kwenye kombe la dunia under 20 ambao walifanya kazi nzuri sana Qatar mwaka huyo. Cha kuongeza ni kwamba timu hiyo ina uwanja mzuri. Hujakuwa uwanja wa kimataifa sana, lakini ni uwanja mzuri ambao unafanya wacheze wakiwa vizuri, na wana uwanja pia kufanyia mazoezi. Manake wana vitu vingi wakufanya waweze kufaulu kabisa kufikia kuchukua kombe. Sasa Aigle Noir pamoja na timu nambari 1 kutoka kila nchi katika ukanda huu kwenye ligi kuu zao watakuwa pamoja katika mashindano ya kombe la klabu bingwa ya Afrika la CAF Champions League. Na hapa majuzi waliofanya mkataba wa mara nyingine na shirika Lumitel, ambalo shirika hilo lilikuwa na wasapoti tangu zamani, na hivi tena waliweza kufanya mikataba ya kuweza kusaidizana kwa mara nyingine. Katika jedwali hilo Musongati walisongesha alama zao hadi 59 na kuridhia nafasi ya pili wakiwa wameshinda mechi 17, kuandikisha sare 8 na kupoteza mechi 5, huku Flambeau du Centre wakilamba nafasi ya 3 kwa alama 56 wakiwa wameandikisha ushindi wa mechi 16, sare 8 na kupoteza 6. Gilbert Ruyange, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, Bujumbura.
Matayarisho ya kushiriki kombe la dunia kwa mara nyingine baada ya miaka 56 yanaanza leo nchini DRC, ambapo kati ya leo tarehe 11 na Alhamisi tarehe 14 kikosi cha watu 26 kitakuwa kinatangazwa. Kikosi hicho ambacho mwishoni mwa mwezi huu kitakuwa kinasafiri kuelekea kambi yao ya mazoezi kule Uropa kinatazamiwa kufanya mechi za kirafiki na timu ya Denmark Juni 3, timu ya Ubelgiji na timu ya Chile ugani Marbella nchini Uhispania. Kabla kusafiri kwao tarehe 26, timu hiyo ya taifa ya DRC itafanyiwa sherehe ya itakabidhiwa bendera na kuwaaga pale Kinshasa. The Leopards wataweka makao yao Houston katika jimbo la Texas kule Marekani wakishiriki kombe la dunia. Baada ya kufukuzwa na polisi na kisha kuchapwa na Gor Mahia kwa mechi 2 mfululizo, AFC Leopards kwa jina lingine Chui walinyemelea Wanasukari Mara Sugar na kuwang'ata 2-1 ugani Nyayo na kufufua matumaini yao tena ya kuparaga kileleni mwa ligi. Mathematically we are in. Ni furaha na wewe nilikuwa nimekuambia leo ni revenge. Hii ni game ya kwanza hii season. AFC Leopards ametoka kupumzika na akashinda. Tumekuwa tupumzika lakini kidogo. Tukipumzika sana matokeo ndo haya. Na sisi ndio tunabeba ligi. Goro waambie wasahau na ligi. Watu wa Goro tunawaambia kuanzia leo msahau na ligi. Ligi ni yetu. Tukienda Western, Kakamega, Homeboys kwa Toto, tunaenda kuchukua hizo point za Toto. Ligi ni yetu. Kabisa. AFC Leopards ambao wamezalia na mechi 4 wanapaswa kushinda mechi zao zote kwa mabao mengi ili kuweka hai matumaini yao. Jumatano hii watakuwa wanapambana na wanajeshi Ulinzi Stars, mechi ambayo wakishinda watakuwa nyuma ya viongozi wa ligi Gor Mahia kwa alama 4. Kwa sasa Wanachui wanashikilia nafasi ya pili kwa alama 58 baada ya mechi 30 wakiwa wamepoteza mechi 6, kusajili sare 7 na kushinda mechi 17. Kiwa bado ugani Nyayo, nusura polisi kuwanasa Gor Mahia kwa mechi ya 31 ya ligi ya Kenya iliyoishia sare ya 1-1. Polisi ambao ndio mabingwa watetezi wa ligi hiyo msimu uliopita walionekana kuwalemea Gogalo kipindi cha kwanza kikiishia ushindi wa 1-0 kabla Gor Mahia kuzawazisha nyakati za mwisho za kipindi cha lala salama na kulazimisha kugawana alama. Tulikuwa tunataka hata point kamoja tu. Nilikuwa naomba Mungu tafadhali, Mungu tupe tu point moja peke yake. Lakini Ebeneza ni nani? Anatoka bench, anaweka bao, game inakwisha. Mimi kama fan wa Gor, ligi imeenda. Ligi imeenda. FC Leopards ngojeni next season. Hii season ni ya Gor Mahia. Morrison anakuanga injini. Amekosa kukua. Walai mimi nakwambia Morrison angekuwa hapo tungetoka na bao 3. Hata watu wa polisi walijua. Venye waliona Morrison hakuna. Hiyo ndio weak point. Matumaini ya Kogalo kumaliza kileleni mwa ligi hii yako juu, ikibashiriwa kwamba mechi walizosalia nazo ni nyepesi kuliko zile wameshacheza wakashinda. Ilikuwa 9 points clear, sasa imebaki 7 points clear. Game inabaki ngapi? 3 peke yake. 3 ni 9 points. Kuna kale ka timu, kale ka Murangasil. Wale hawawezi, wale hawajui ball. Wale hawawezi. Ngoja muone tutafanyia Muranga. League tunachukulia next game Muranga. Nairobi United watatupea tu, juu sasa we have to play. But league. Mechi hizi za ligi ya Kenya zitakamilika mwishoni mwa mwezi huu. Hadi wakati mwingine, mimi ni Gabriel Ingubu, idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika, meza ya michezo. Jioni njema. Ni wanamichezo wetu, usikose kuungana nao kila Jumatatu. Ikiwa unajiunga nasi, shukrani na karibu. Hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa Kiswahili ya Afrika. Subscribe, yani ujiunge na YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika.
Wasikilizaji wetu wa Tanzania mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema No City narusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC unaweza kutupokea kupitia redio washika, Radio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Edith Peter. Kwa heri kwa sasa, jioni njema.